Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Maafisa wa Israel wanahofu kwamba Iran inajipanga na pengine watarudi vitani na kuishambulia Israel na huenda ikafuta makubaliano ya mwisho. Wasiwasi unazidi kuongezeka kwa maafisa nchini Israel wakiona Iran itakavyojibu baada ya kutiwa saini makubaliano mnamo Ijumaa. Suala linalozidi kuwa kubwa ni kuongezeka kwa mpasuko wa kutoaminiana kati ya Israel na Marekani kuhusu usiri wa Washington kuhusu makubaliano hayo. Maafisa waandamizi wa ulinzi wa Israel wanahofia Tehran itatumia dirisha la siku 60 kujipanga na kuimarisha msimamo wake, huku Iran ikitarajiwa kupata afueni kubwa katika vikwazo vya kiuchumi na katika biashara ya mafuta, na kulingana na ripoti ya tovuti ya habari ya N12. Tathmini za kijasusi za Israel kama zilivyowasilishwa kwa safu za kisiasa katika siku za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, kuna uwezekano mkubwa hataki kufikia makubaliano ya mwisho. Kwa maneno mengine, mazungumzo yanayofanywa na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran pamoja na kuidhinishwa kwa makubaliano ya mfumo yanayotokana na nia ya kutaka kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz na kupata kuimarika kiuchumi kutoka Marekani. Iran hata hivyo italenga kurefusha mchakato huo na kuepuka kukurupuka kufikia makubaliano ya mwisho. Maafisa hao wanahofia hatupaswi kutarajia kitu kingine chochote kutoka kwa utawala wa kulipiza kisasi. Itakuwa jambo la kushangaza sana ikiwa Iran haitawekeza juhudi zake zote na hila za kufupisha ufikiaji wake wa silaha za nyuklia chini ya mwamvuli wa mazungumzo, afisa mkuu wa ulinzi alisema kwa News 12, akielezea wasiwasi wao kuhusu kile ambacho Tehran itafanya katika dirisha hili ndani ya siku 60 kama ambavyo makubaliano yameelezwa. Ukosefu wa uwazi kutoka Washington unahusu serikali. Zaidi ya hayo, taasisi ya ulinzi ya Israel inazidi kuwa na wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi kutoka kwa utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani, kuhusu mkataba wa maelewano kati ya nchi hizo mbili uliopangwa kutiwa saini nchini Uswisi siku ya Ijumaa. Maafisa wa Israel wana wasiwasi kuhusu jinsi kipindi cha mpito kitakavyofanyika, huku Iran ikitarajiwa kuondolewa vikwazo vikubwa vya kiuchumi na misaada ya mafuta ambayo itaweza kupita na kwenda kuuza mafuta yao, na kwamba Iran itakuwa na fedha nyingi na itajipanga vilivyo na hatimaye itaweza kuingia katika vita kwa mara nyingine. Na hivyo mpango wa Israel ni kutaka kuhakikisha wanaiharibu Iran kijeshi pamoja na kiuchumi kabisa isiweze kusimama. Tathmini za kijasusi za Israel zinaonyesha kuwa Iran inaweza kutaka kuchelewesha mazungumzo kuhusu suala la nyuklia, huku ikitumia muda huo kufupisha muda wake wa kuzuka kwa silaha za nyuklia. Kinyume chake, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa Iran itaanza mazungumzo kuhusu suala la nyuklia siku ile ile tutakapotia saini makubaliano, kulingana na ripoti hiyo. Wasiwasi wa Israel unakuja kutokana na kile ambacho wamekiona katika uwanja wa vita wa Iran. Hawakukubali kushindwa kabisa katika vita, na hii inaweza kusababisha kwamba wajipange zaidi kwa ajili ya kulipiza kisasi kikubwa zaidi pale ambapo kutakuwa na kutoelewana. Hatua ya Marekani ya kuzuia maelezo katika makubaliano hayo inaripotiwa kutokana na wasiwasi kwamba uvujaji wa taarifa ambao Israel imeuona unaweza kukwamisha utiaji saini mnamo Ijumaa, na inaashiria kiwango tofauti kilichopo kati ya Washington na Yerusalemu na kuhusu Iran. Iran itapokea dola bilioni 300 fedha taslim baada ya kusaini MOU, mlolongo wa matukio ukipendekeza kwamba mara tu itakapotiwa saini mkataba wa maelewano, Iran itapokea msamaha wa vikwazo na kurahisisha vikwazo vya biashara ya mafuta na nishati. Pia ingependa makadirio ya uingiaji wa pesa taslim zaidi ya dola bilioni 300, huku zaidi ya nusu ikiripotiwa kuwa tayari wamejitolea, kulingana na Reuters. Hili lingetokea wakati Iran ikiendelea na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na mazungumzo ya mpango wa nyuklia wa Iran yatakapoanza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini usisahau kusubscribe kupitia hapa The World News. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.